Ni tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2025, mtazamaji wa Gift Online TV. Ni wakati mwingine tena tumekutana hapa kwenye live theater. Moja kwa moja tutaweza kupasua masuala ya barabarani, lakini siku ya leo tutaweza kutizama swala zima la waendesha baskeli. Tutaweza kujadili wote hapo moja kwa moja na kuhakikisha kwamba unaweza kufahamu kwamba ni kipi unatakiwa kupaswa kufanya endapo unaendesha baskeli na ni kipi ambacho haupaswi kufanya wakati unaendesha baskeli. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho utakuwa unakitizama hapa kwa siku hii ya leo. Lakini tukumbuke weekend imeanza, tuzidi kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari katika vyombo vyetu vya usafiri. Miongoni mwa weekend zinakuwepo za moto, watu wanaenda kwenye kumbi za starehe na kujisahau. Kwa hiyo ni vyema kabisa ukawa unachukua tahadhari ili mambo yasiwe yanaingiliana. Moja kwa moja tutakuwa naye Koplo Yohana Mboa hapa. Moja kwa moja tutaweza kutuelezea kinagaubaga kuhusiana na mada kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Tobias Kisimo, tutakuwa wote sambamba hapa mwanzo hadi mwisho. Koplo, habari za wakati huu? Kushukuru sana bwana Tobias. Pamoja na uongozi mzima wa Gift Online TV. Ndio. Kwa sababu umekuwa wadau wakubwa ama mabalozi wakubwa katika sekta ya usalama barabarani. Ndio. Tunapozungumzia usalama barabarani ni jukumu letu sote, sio jeshi la polisi peke yake. Kwa maana tunatarajia wewe bwana Tobias, ukianza kutimiza wajibu wako unapokuwa barabarani, basi utakuwa umeshakuwa balozi ama umeshaanza kutimiza wajibu wako. Sawa, kwa hiyo ni vyema tuhakikishe kwamba tunakuwa mabalozi wazuri na zaidi na kila wakati. Naam. Sawa, mada kwa siku hii ya leo ni haki za mwendesha baskeli barabarani. Tutaweza kujadili hapa moja kwa moja. Kabla tujaanza kusogea mbele zaidi, tungeweza kufahamu kwamba kuna tofauti wa yale kama niseme toroli. Kitaalamu huwa wanaita guta. Guta, niseme guta. Au toroli au mkokoteni. Tuseme mkokoteni. Sijajua hivi mkokoteni ni jina halisi? Mkokoteni ni jina halisi. Tunapokuja kwenye jina la guta, tunaenda kwenye yale kama bajaji za matairi matatu, lakini lile lenyewe linabeba mizigo kuanzia tani moja linabeba. Tukiangalia ni miongoni mwa vitu ambavyo vitumii petroli, tuseme au diesel, inakuwa kama ina mfanano na baskeli. Kuna tofauti hizo mbili kati ya baskeli na toroli? Kuna tofauti kubwa. Kwa maana hii baiskeli si tunatumia ina pedal. Lazima ukanyagie. Alafu hii ya mkokoteni, hii inahitaji nguvu yako wewe ya kuvuta kwa mkono au kusukuma. Moja inatumia miguu, nyingine mikono. Nyingine inatumia mikono. Naam. Sawa, moja kwa moja ningependa kufahamu kwamba ni haki zipi ambazo napaswa kuzifanya wakati nipo barabarani, au ni sheria zipi ambazo natakiwa nizifanye na nizifate wakati nipo barabarani mimi kama mwendesha baskeli? Naam, asante sana. Leo mada yetu ni nzuri kwa sababu tumefanya utafiti. Ukifanya utafiti kuhusiana na jambo fulani, inabidi ulizungumzie ili jamii iwe na uelewa kuhusiana na hilo jambo. Ndio. Ajali nyingi barabarani zimekuwa pia zikihusisha sana haya makundi ya watembea kwa miguu na waendesha baiskeli pamoja na hawa watu wa mikokoteni. Kwa nini sasa tunaweza tukasema kwamba waendesha baiskeli, ama tumekuja na mada hii ya waendesha baiskeli wanapokuwa barabarani watakuwa wawe na haki zipi wao kama wao, na pia na wajibu wao wakiwa barabarani ni upi wanapokuwa wanatumia barabara? Ndio. Barabara ni yetu sote. Iwe mtembea kwa miguu, muendesha baiskeli, msukuma mkokoteni, wewe wenzetu hao ambao pia wana ulemavu wa miguu, unakuta na yeye ana baiskeli yake ile ya kunyonga kwa mkono. Ndio. Kwa hiyo pia nayo wana haki zao za msingi pamoja na wajibu wao pia wanatakiwa kutimiza. Bila shaka ukiendesha baiskeli barabarani, haki yako ya kwanza ama wajibu wako ambao sasa tuanze na wajibu. Kwa maana ukishatimiza wajibu ndipo unaweza kudai haki yako. Wajibu wake ni upi anapoendesha baiskeli? Hakikishe kwamba anafuata sheria hizi za usalama barabarani. Ndio. Kama amefuata sheria ya usalama barabarani alafu akapata tatizo, anayo sasa haki, anao wajibu wa kudai haki yake.
Kwa kama ameendesha baiskeli kwa utaratibu mzuri, akapata ajali, akasababishiwa ajali, anayo haki yake ambayo pia anatakiwa kuipewa, kwa sababu yeye alitimiza wajibu wake anapokuwa barabarani. Ila haki yake tu ndo yeye kafanyaje, anataka kuinyima, kwa maana amegongwa. Kwa kama umemgonga ama kama umemsababishia ajali, haki zake za msingi anatakiwa kuzipata. Kwa maana sasa tunaweza tukasema mfano muendesha baiskeli amegongwa na pikipiki ama amegongwa na gari ama amegongwa na bajaji ama kitu kingine. Haki zake za msingi, yeye wakati anatumia barabara alikuwa upande upi mwa barabara? Ndio. Alikuwa upande sahihi ama hakuwa upande sahihi? Ndio. Alionyesha ishara wakati yeye anaendesha baiskeli yake, kwa mfano labda alikuwa anataka kwenda kulia ama kushoto, alionyesha ishara, hakuonyesha ishara, au alionyesha ishara? Kwa ana haki zake pia za msingi. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza swali, hivi muendesha baiskeli akitaka kwenda kushoto ama kwenda kulia anatakiwa aonyeshe ishara ipi? Kwa hiyo vitu vingine unaweza ukajiuliza, kwani na wenyewe bwana baiskeli zao hazina indicator na hazina side mirror, inakuaje anaweza kutambua au kuona kitu ambacho kiko nyuma? Kwa hiyo hivi vitu vyote leo tutaviona katika kipindi hichi cha Gift Online TV ambacho sasa tumekipa jina la upasuaji. Kwa maana tupate uelewa sahihi, kama mnavyosema, tupate uelewa sahihi wa wajibu upi dereva huyu au mwendesha baiskeli anapokuwa barabarani anatakiwa kuwa. Ndio. Sawa, moja kwa moja ningepaswa kufahamu ni vifaa vipi ambavyo natakiwa huwa na vitumia wakati naendesha baiskeli barabarani. Asante sana. Ndio huu sasa tunausema wajibu wake. Wajibu wake anapoendesha baiskeli anatakiwa kuwa na nguo kama hii ya kwangu ambayo inaweza kawa inaonekana vizuri, reflective, ama koti ambayo linakuwa linaakisi mwanga. Na maana kwa mtu ambaye yuko nyuma, wewe uko mbele wa muendesha baiskeli, anatakiwa kuone kwa ufasaha. Mara nyingi tumekuwa tukiona hata hao wenzetu wa kutoka nje wanapokuwa wanaendesha baiskeli zao, wanakuwa makundi, kwa wawili watatu, lazima mmoja tu atakuwepo ambaye amevaa ile nguo ambayo inaakisi. Na baiskeli yao lazima ziwe na taa, kwa maana ya tochi. Kingine lazima avae helmet. Kuna baiskeli unatakiwa ukiendesha uvae kofia ngumu. Kuna helmet zake, sio kama hii kofia ya kuendeshea pikipiki basi wewe unajifunika nayo hiyo utakuwa unajiongezea hatari nyingine. Kwa hiyo kuna helmet zake ama kuna kofia zake ngumu ambazo ni nzuri. Ukiwa unaendesha baiskeli yako unavaa ile kofia. Pedali zake zile zinakuwa na ufito ambao unaakisi jinsi unavyokanyaga. Mtu kama ni usiku zinakuwa zinang'aa zaidi. Kwenye kiti cha kukalia hapo kunakuwa na kama reflective fulani hivi, kwa maana kama ni usiku pia ukipigwa taa maeneo lazima kile kitaa kitafanyaje, kitakuwa kinang'aa. Unatakiwa kuwa na nguo huku mgongoni, kama ni mbele na nyuma, uhakikisha kwamba nguo yangu inaonekana. Kwa hiyo huu utakuwa ni wajibu wako wewe, hakikisha kwamba unatimiza wajibu wako, ndipo uje udai ile haki yako. Kwa maana kama umeshavaa hivi vitu vyote alafu ukasababishiwa ajali, basi unayo haki kubwa ya wewe kudai stahiki zako ambazo zile zinastahili. Sawa, moja kwa moja umetaja baadhi ya vitu kiwemo kofia na reflect ya kuvaa, lakini hujazungumzia swala la viatu. Tunajua ukiendesha gari lazima uwe na viatu. Vipi kuhusiana na baiskeli? Naendesha peku? Huwezi kuendesha baiskeli ukiwa peku. Kwanza zile pedali zake zitakuwa zinakuumiza. Kwa hiyo ni vizuri zaidi na tunasisitiza usalama wako kwanza ni lazima uanze na wewe mwenyewe. Ili mimi nikuhudumie vizuri, lazima na wewe ujitambue. Ufahamu kwamba nikiendesha baiskeli bila viatu napata madhara yapi, na nikivaa nitakwepa madhara yapi. Kwa hiyo ukiwa umevaa viatu vizuri, kwa maana vya kufunika, hata ukipata shida ya haraka, ina maana ule kwenda kutua na mguu, vile vidole vitakuwa salama. Ule mguu nyayo mzima utakuwa salama, kwa sababu unao kitu ambacho tunaita protective gears. Kwa hiyo vile vitu ambavyo vinakulinda wewe, vinakusaidia na kukuepusha wewe na yale madhara, michubuko ambayo ingeweza kujitokeza
unaweza ukaiepuka. Wengine wanavaa mpaka gloves, wengine wanavaa protective gears kwenye viwiko, kwenye magoti. Kwa hiyo hata anapopata emergency, hata anapopata ajali, vile vitu ambavyo ndo tunasema kabisa ndo vitu vya kwanza kukita chini, vinakuwa umevizuia kukutana ngozi yako ama mwili wako wewe kukutana na ardhi moja kwa moja. Kwa hiyo vitakuwa tayari vimesha kusaidia wewe kuepukana na ajali ambayo ingeweza kukuletea madhara makubwa katika mwili wako. Nilitaka niulize, kuna zile sehemu za kupita, zile njia za zebra za watu wa vivuko vya miguu, huwa kuna sehemu unakuta pia kuna kibao kwamba yule wa baskeli anaweza kapita pale. Je, kisheria hiyo ipo? Ni sahihi. Sheria ndivyo inavyoelekeza. Inaelekeza kwamba hizi alama za barabarani, kuna watu wengine pia wanatumia baisikeli katika kufanya mahitaji yao ya kila siku. Kwa maana huyu mtu anaweza akawa ni mlemavu, hawezi kutembea, kwa hiyo anahitaji ile baisikeli yake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukiona maeneo au ukiona kibao kimeonyesha kwamba maeneo haya kuna mtu amechorwa, amewekwa kwenye kiti, alafu yuko na baisikeli, basi amini kwamba mazingira yale ya kwako wewe yanakupa tahadhari dereva yoyote yule. Dereva yoyote yule, kwamba kwa maana muendesha baisikeli, bajaji, muendesha baisikeli wewe mwenyewe ambao sasa wewe una viungo vyako viko sawa vyote, kwamba unatakiwa kuchukua tahadhari kwamba maeneo yale anaweza kavuka mtu wa namna hiyo. Ama kama sio kwenye kivuko, basi hata maeneo yale ambayo hayana vivuko, muda wowote yule mtu anaweza akafanyaje, akavuka. Kwa hiyo nitakuwa sisi ambao sasa tuna madereva wengine tunatakiwa kumpa kipaumbele. Kuna baadhi ya nchi huwa wana sehemu maalum au barabara maalum kwa kupita kwa ajili ya baskeli, lakini barabara zetu hizi ni maeneo machache sana. Pengine wengine hawajawahi kuona kabisa sehemu ya kupita kwa baskeli. Je, ninaruhusiwa kupita katikati ya barabara au ni pembeni ya barabara kabisa? Kwa sababu tukipita katikati kuna magari yenye spidi, kuna magari makubwa yanayopita, naweza kapulizwa tu na upepo nikaanguka. Je, ni sehemu gani ambayo ni sahihi mimi kama mwendesha baskeli ninaweza nikapita? Asante sana. Kama tunavyosema sheria zetu za Tanzania tunasema keep left. Ndio. Hatuendi keep right. Ndio. Kwa maana gani tunasema nimezungumzia hilo? Nimezungumzia kwa sababu kwamba keep left, sisi tunaoenda labda tunaweza tukasema mfano mzuri tukachukulia anayetoka Arusha kuja Moshi, lazima apite upande wa kushoto. Ndio. Na anayetoka Moshi kwenda Arusha anapita upande wa kushoto na yeye tena. Ndio. Kwa hiyo kulia kwenu nyie madereva, kati ya dereva wa kushoto na kushoto watakuwa wanaonana wakiwa pande zao za kulia. Ndio. Kwa hiyo wakionana inakuwa ni rahisi wao kutoa kipaumbele kwa wale watu ambao ana overtake au anapita magari mengine na kwenda. Lakini sasa tunapozungumzia huyu muendesha baisikeli anatakiwa kupita kushoto zaidi, kwamba hata gari inayokuja nyuma yake, pikipiki inayokuja nyuma yake iweze kumpita yeye kulia kwake na kuendelea na safari pasipo shida ya aina yoyote. Kwa hiyo muendesha baisikeli yoyote anatakiwa kukaa kushoto zaidi mwa barabara. Kama barabara zetu ni finyo zaidi, na maana kwenye ule mstari wa njano, ndio, kabla hajaenda nje kabisa huo mstari wa njano, kwa sababu nimesema mwanzo hapo kwamba kila mtu ana haki zake za kutumia barabara, kwa sababu barabara ni ya umma. Kwa hiyo hata mimi mtembea kwa miguu natakiwa kupita kwenye njia yangu ambayo inaniruhusu mimi kupita. Ili mtu sasa atakayekuja kukugonga wewe kutoka kwenye barabara yake, kutoka kwenye njia yake kukufuata wewe kwenye njia yako, huyo sasa tuamini kwamba amefanya kosa. Kwa hiyo tunashauri na tunaendelea kuelekeza waendesha baisikeli wote kuwa kushoto zaidi, na asitumie upande tofauti. Kama anaenda mfano ambao nimeutolea, kama anaenda Arusha apite upande wake wa kushoto. Kama anaenda Moshi apite upande wake tena wa kushoto. Kwa hiyo hakikishe anatazamana na yale magari au anapishana na yale magari, anayaona uso kwa uso na sio anayapa mgongo wakati anapishana naye. Sawa, tulizungumza siku moja kuhusiana na kosa endapo kama mimi niko nyuma nikigonga gari la mbele, mimi wa nyuma nitadaiwa. Vipi kuhusiana na baskeli? Je, swala ni hilo la kisheria lipo hivyo hivyo?
tunasema kwamba wewe umeendesha chombo kwa uzembe ukasababisha ajali. Ndio. Kwa maana sasa tunakuja kuangalia huyu wa baisikeli na yeye alikuwa upande upi mwa barabara. Ndio. Kama alikuwa upande ambao sio sahihi, sasa hapo ndio tunakuja kwenye vipengele vya sheria. Sheria inamuelekezaje huyu muendesha baisikeli na yeye wakati anaendesha baisikeli yake alikuwa upande upi? Na alikuwa anavuka ama alikuwa havuki? Alikuwa anaenda mbele au alikuwa anapishana na hii gari kwa mazingira yapi? Kwa hiyo mazingira ndio yanayotengeneza msingi mzuri wa kesi. Kwa hiyo ni jinsi itakavyotokea. Naam. Sawa, moja kwa moja basi tuzungumzie swala hilo lakini nipo na baskeli, nimetoka Moshi ninaenda Arusha, nikakutana na gari, katika kuiovertake ile gari kanigonga. Je, nitahitajika kushtakiwa mimi ambaye nimetoka na Moshi kuelekea Arusha, au ni yule aliyetokea Arusha kuja Moshi? Na yani nazungumzia hapo ile kutoka nje ya njia, nani atashtakiwa hapo? Na siku zote tunasema kwamba madereva wa vyombo hivi vya moto ndio wanaoenda kwenye vyuo kujifunza. Wanakuwa wanafahamu sheria zote za usalama barabarani pamoja na michoro yote ambayo iko 88. Kwa maana ya michoro hii yote ndio inayotuongoza sisi kuwa barabarani. Ndio. Kama mstari barabarani hauniruhusu mimi nika overtake, kwa sitakiwi mimi ku overtake. Kama mstari huu unaniruhusu mimi ku overtake, basi nikiwa naendesha gari nikifika maeneo nita overtake, kwa sababu barabara inanifanyaje? Ndio inaniruhusu. Na barabara ndio zinazotuongoza kwamba mbele kuna kona kali, itaonyesha kabisa kwamba mbele kuna kona kali, punguza mwendo, itakuelekeza. Kwa hiyo mbele kuna daraja, ndio maana unaona TANROADS wanaendelea kuweka vibao, wanaendelea kuweka alama ambazo zinakufanya wewe uendelee kufahamu zile sheria na kukukumbusha wajibu wako unapokuwa barabarani. Tofauti tu na kujifundisha darasani. Kwa hiyo hata ukija barabarani inakuelekeza, nenda polepole, mbele kuna upepo mkali. Nenda taratibu, barabara mbele ni finyu. Utaona kunakuwa na zile alama. Kwa hiyo wewe umeenda mwendo mkubwa ukasababisha ajali, takushtaki kwa sababu hata vibao vya barabarani vinakufanyaje? Vinakuelekeza kwenye maeneo ambayo wewe upo. Ndio maana tunakuja kwenye swala hata la mwendo kasi. Unaambiwa maeneo haya nenda speed 50. Wewe umeenda speed 80, 70 ukasababisha ajali. Ina maana tunaamini kwenye maeneo ya wewe umeambiwa uende speed 50, ina maana kuna makazi ya watu, ama kuna wanyama wanavuka, ama kuna shule, ama kuna makanisa au msikiti. Ndio maana umeambiwa nenda speed hiyo. Sasa wewe kwenye makazi ya watu umeenda speed mpaka 100. Ina maana hata akitokea mtoto anakatisha, wewe unakuwa huna uwezo ule wa kuhimili ile speed ambayo ulikuwa nayo, na ukapunguza ukaepusha ile ajali. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kuendesha vyombo hivi vya moto barabarani kulingana na sheria na kanuni na taratibu zinavyoelekeza. Hata muendesha baisikeli pia anapokuwa barabarani anatakiwa kufuata sheria hizi zote za usalama barabarani. Sio kwenye kivuko yeye watu wanavuka, yeye anataka kukatisha akiwa anaendesha baisikeli yake. Kwa sababu unaweza ukahatarisha maisha ya yule mtembea kwa miguu ambaye alikuwa anavuka barabara. Kwa maana ukimgonga, kuna mtu mimi jana nilikuwa namuuliza, namwambia kwamba ulishawahi kukutana na kishindo cha baisikeli, mtu amekugonga na baisikeli kisawasawa, unaweza ukaumia au ikakupelekea wewe mpaka majeraha makubwa ama kifo. Kwa hiyo hii mtu asihisi kwamba mimi kuendesha baisikeli tu nina uwezo wa kumkwepa mtu yoyote ama mnyama. Kwa hiyo tufuate sheria na kanuni na michoro yote inayoelekeza barabarani. Mtu yoyote anayekuwa barabarani, ukishakanyaga tu barabara ya umma, wewe unatakiwa kufuata taratibu na kanuni na sheria zinaelekezaje. Sawa, nini kifanyike endapo nimepata ajali kwa njia ya baisikeli? Tumezoea pikipiki, tutaenda kituo cha polisi. Vipi kwenye upande wa baisikeli? Kipata ajali tunaendelea kumsisitiza afike kituo cha polisi na kutoa taarifa, na atapewa PF3. PF3 ni bure. Unapewa, ule ni utambulisho wako wewe kwamba nimepata ajali sehemu fulani nikiwa naenda sehemu fulani. Kwa hiyo ukienda hospitalini unapokelewa vizuri, pasipo yale mashaka. Mtu anaanza
wewe umeumia hivi, ulikuwa wapi? Unaanza kuwapa maswali ya kujiuliza madaktari wakati wanaendelea kukuhudumia. Mtu mwingine kwa anaamini akishapata PF3 ndo amepata kibali cha yeye kwenda kutibiwa bure. Hapana, PF3 sio hivyo. PF3 ni kitambulisho chako wewe ili kutambua kwamba polisi tayari wameshakutambua wewe umepata shida ya aina fulani. Ndio. Kwa hiyo kama wamepata ajali watakuandikia pale amepata ajali akiwa anaendesha nini? Baiskeli. Kwa hiyo ule tayari ni utambulisho wako wewe, na polisi wanakuwa tayari wameshapata picha ama taarifa ya wewe kufanyaje kupata ajali. Kwa hiyo hata wakija ndugu, wakija marafiki zako kuuliza, ni kweli bwana fulani amepata ajali sehemu fulani akiwa na baiskeli yake. Na wakati kutoka ile baiskeli itakaguliwa kama vyombo vingine vinavyokaguliwa. Sawa, kama vyombo vingine vinavyokaguliwa. Tunaona baiskeli sio miongoni mwa vitu ambavyo vinasimamishwa sana mtu ambaye anaendesha baiskeli. Zipi sheria ambazo zinambana muendesha baiskeli endapo anafanya kosa la uendeshaji ovyo wa baiskeli njiani? Asante sana. Anayeendesha baiskeli barabarani akavunja sheria za usalama barabarani atashtakiwa kwa maana ametumia barabara ndivyo sivyo. Pili, muendesha baiskeli na wenyewe wanatakiwa kuwa na leseni. Kuna leseni zao. Ndiyo. Lakini sasa hizi baiskeli ambazo tunazizungumzia sio hizi ambazo tumezizoea kuziona kwenye hali ya kawaida, ni za kunyonga kwa miguu. Ndiyo. Au kwa mikono. Kuna baiskeli ambayo ni special, zile ambazo unakuta mara nyingine unaweza ukaacha kukanyagia ama kukanyaga zile pedo ikajiendesha yenyewe kwa kutumia mota au ikatumia petroli au umeme ukaenda. Kwa hiyo zile baiskeli zote ndio maana tunasisitiza kwamba wawe na leseni. Kwa hiyo kuna leseni zao maalum za kuendesha kile chombo. Kama atakuwa amekiuka sheria hizo za usalama barabarani, ile leseni yake atainyang'anywa. Kwa hiyo moja adhabu ni kunyang'anywa kwa leseni pamoja na kufikishwa mahakamani, ama anaweza kafutiwa leseni yake. Sawa, kuna maeneo ya baadhi ambayo yana taa za barabarani. Tulizungumza kwenye sehemu ya zebra kwamba hatutopita. Je, vipi kwenye sehemu ya taa za barabarani? Tunaruhusiwa tu kupita? Hapana, sheria hii bado ya usalama barabarani inamsisitiza. Ndio maana zikawekwa taa hizi za usalama barabarani. Kwa maana kama ikionyesha nyekundu, ina maana hata wewe muendesha baiskeli unatakiwa kuwa na subira, kwa maana ndio sasa watu ama wapita kwa miguu wao watapita katika lile eneo. Wao kama nilivyosema awali, mtembea kwa miguu anatakiwa kuheshimika pale anapotumia tena na yeye barabara. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa na makundi ya aina 6 kama sijakosea, wanatakiwa kufuata hizi sheria za usalama barabarani. Kundi la watembea kwa miguu, waendesha baiskeli na pamoja na mikokoteni, waendesha magari hivi vyombo vya moto, pamoja na hili kundi la walemavu, wazee na watoto. Haya makundi yote pia yanapokuwa barabarani tunatakiwa kuwa nao makini na kuyapa kipaumbele. Ndio maana sasa hata shule, tukienda kwenye upande mwingine zaidi, magari yote ya shule yanakuwa na rangi ya njano. Kama tulivyozungumzia kipindi kilichopita. Magari yanakuwa na rangi ya njano kwa maana kutoa utambulisho kwamba hili ni kundi sasa la watoto. Kwa hiyo tukigusia hapo kidogo kwamba gari lolote la wanafunzi ile njano inaashiria ni kundi la watoto. Ni kundi la watoto na tayari ni utambulisho kwamba hili ni gari la shule. Sawa, nadhani pia mtazamaji atakuwa ameweza kufahamu vema, kwa sababu watu wanajiulizaga sana vipi mbona imekuwa gari la shule linakuwepo ni la njano. Sasa tunaweza tukafahamu hivyo. Mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kile ambacho unakitizama. Lakini kumbuka tunapewa nguvu kabisa na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry inayopatikana chini ya mtumishi wa Mungu Mtakatifu Gideon wa Maili 6. Na ili uweze kufika hapa, basi moja kwa moja kama unatokea barabara ya Moshi, utashukia kituo cha Msasani, au kwa msafiri moja kwa moja utaweza kuona kibao mbele kimeandikwa barabara ya Gideoni. Basi kama umetoka barabara ya Arusha au umetokea maeneo ya Boma, moja kwa moja utamwomba konda kushushe katika kituo cha mashine, kituo kinaitwa mashine. Basi utavuka barabara na moja kwa moja kisogea mbele kidogo utaona kibao cha
barabara Gideoni, basi tutaweza kuja na barabara hiyo na tutaweza kufika hapa moja kwa moja. Kumbuka haya ni maji ya uzima na yanapatikana hapa kwenye huduma tu, ipo hivyo moja kwa moja. Kumbuka kipindi hewani ni Live Theater, moja kwa moja tunapasua swala zima la uendeshaji wa baskeli. Haki za muendesha baskeli hawapo barabarani, basi tunajuzana wote vyema kabisa hapa. Kumbuka pana Tobias Kisima, lakini tupo naye Koplo Yohana Mboa. Tuko hapa kwa ajili ya kujifunza na kujua mengi zaidi kuhusiana na masuala mazima ya barabarani. Koplo, nilitaka kuuliza swali moja kwamba nina haki zipi ambazo ninaweza nikazihitaji au kuziomba endapo ajali imetokea? Asante sana. Haki moja hapo ambao wao wanatakiwa kuipata pindi unapopata ajali, ndio kwa dereva huyu wa muendesha baisikeli kwa maana hiyo, ni pamoja na kupata stahiki zake zote. Kama ni malipo kwa mujibu wa sheria, hii anatakiwa kupata zile fomu ambazo ni muhimu kabisa kwa ajili ya yeye kwenda kulipwa fidia yake na kile chombo kilichomsababishia ajali. Pili, tunaweza tukasema kwamba huyu sasa kama zimegongana baisikeli kwa baisikeli, ina maana baisikeli kwa baisikeli hawana bima na hawakati bima. Kwa hiyo hii sasa ukiwapeleka mahakamani, hapa wanaweza kukuta sasa wote wanakosa haki zao za msingi, kwa sababu baisikeli hii na baisikeli hii hazina bima. Wao pale hawawezi kupata fidia zao. Na je, vipi kwenye makubaliano yao wao, kama wao wakifika pale, vipi serikali inaweza kuhusika vipi kuwajua kwamba huyu ndo alikuwa anakosa, kwa hiyo amlipe mwenzake? Ni sahihi. Tunaenda sasa kwenye upande mwingine wa shilingi. Tunaweza tukasema kwamba mimi sijapata madhara makubwa na baisikeli yangu pengine haijaharibika kiivu. Wewe bwana Tobi, baisikeli yako imeharibika, ndio, na nina uwezo wa kukurekebishia baisikeli yako. Sheria haijambana kwamba sio lazima sio sawa akimtengenezea baisikeli yake. Lakini sasa tunaangalia kama mimi nina uwezo wa kukurekebishia baisikeli yako na kurekebishia baisikeli yako. Kama nina uwezo, na endapo mimi nina uwezo alafu alinigonga na kusababisha madhara kwenye baisikeli yangu, ndo mwenye kosa. Hayo ni maelewano yenu kati yenu wawili. Lakini sheria haiko katika upande huo wa kusema kwamba isimamie makubaliano yenu. Sheria inaelekeza kwamba yule aliyevunja sheria ya usalama barabarani afikishwe mahakamani. Sawa, ulizungumza swala la leseni. Leseni ni nyenzo muhimu sana kwa madereva, na ukasema kuna wale ambao huwa wakipita barabarani lazima wawe na leseni zao. Mimi hapa nikinunua basikeli yangu ya kawaida hapo, nikipita barabarani ninaweza nikahitajika kuwa na leseni? Basikeli hizi za kawaida za kukanyaga kwa pedo hazina hukati leseni. Hizi wewe unahakikisha kwamba unafuata hizi sheria za usalama barabarani. Moja, ukiwa unahakikisha kabisa unavaa kofia hii ngumu, pamoja na kuvaa nguo ambazo ni reflective, ambazo zinakuwa na viakisi mwanga, zinakuakisi wewe kuonekana kwa urahisi, pamoja na kuendesha upande ambao unakuruhusu wewe kisheria kuwepo. Sawa, katika nafasi ambayo uko nayo kwa sasa, ni changamoto gani ambazo ushakumbana nazo sana kwenye masuala mazima ya basikeli? Ni kushindwa kufahamu alama sahihi. Kama anaenda kushoto, kama anaenda kulia, anatakiwa afanyeje. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu. Dawati letu sisi ni kuhakikisha kwamba elimu inamfikia kila mtu. Na haijalishi kwamba huyu anaendesha baisikeli, anasukuma mkokoteni, anaendesha vyombo vingine vya moto. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba anapata elimu. Kwa msikilizaji anayetutazama kupitia Gift Online TV, anayeendesha baisikeli, tunatoa ishara zifuatazo kama yeye anaenda upande wa kushoto ama upande wa kulia. Ndio. Na kama atasimama pia kuna ishara zake. Kwa hiyo kama anaenda upande wa kulia, anahama kutoka upande wa kushoto kwenda upande wa kulia. Ndio. Anatakiwa kunyoosha mkono wake wa kulia. Kama anaenda kulia, ananyoosha mkono wake kwamba mimi naenda kulia. Kama anaenda upande wake wa kushoto, atatoa tena ishara, mimi naenda njia ya upande wa kushoto. Kwa hiyo ananyoosha mkono wake kabisa, anahakikisha kwamba unaonekana kwa mtu aliyoko nyuma, anauona ule mkono vizuri. Kwa hiyo na kama anasimama, kwenye kusimama sasa amefika kwenye zebra, anatamani sasa mtu wa nyuma naye ajue hapa tumefika kwenye zebra, ananyoosha mkono wake juu.
Mkono mmoja ambao hauna kazi kubwa anaunyoosha juu. Hasa tunasema mkono wa kulia ndio na wenye nguvu. Kwa hiyo ananyoosha mkono wake, akishanyosha mkono wake juu, huyu wa nyuma sasa atakuwa anajua ishara hii hapa. Huyu mtu mbele anafanyaje? Anasimama au tupunguze mwendo. Kwa hizi ishara tatu ambazo nimezizungumzia ni za muhimu sana kwa madereva wetu ama kwa waendesha baisikeli wanapokuwa barabarani. Sio naenda tu sehemu umefika unataka kukunja kwenda kulia basi wewe unaingia hivyo hivyo. Mtu wa nyuma yako yeye anakuwa hajui wewe unaelekea wapi. Kwa hiyo ni vizuri tukafahamu hizi ishara, zitatusaidia pindi tunapotumia barabara kubwa na barabara ndogo. Sawa, moja kwa moja tutamalizia maswali mawili. La kwanza ningeomba kufahamu kuna kampeni ambazo zinatoa elimu kuhusiana na masuala ya uendeshaji wa baskeli, kwa sababu kwenye magari tumezoea zipo. Vipi kuhusiana na upande wa baskeli? Sisi dawati letu la elimu mara nyingi sana tunatoa elimu. Ndio. Hasa kwenye haya makundi unakuta kunakuwa na baskeli za mashindano. Ndio. Lazima hizi baskeli za mashindano pia utakuta zinaongozwa na askari atakuwepo. Kama mashindano mengine ya pikipiki, ya magari, lazima askari awepo. Kwa hiyo ukiona mkiwa wawili watatu ni vizuri sana mkawa mnavaa nguo za viakisi mwanga. Na kama mtatumia umbali mrefu wa kuendesha baisikeli ama mna mashindano, ni vyema mkatuma barua kwa ajili ya kuomba kibali chenye kupatiwa usaidizi wa askari wa usalama barabarani. Sawa, kwa kumalizia, yapi maoni yako? Maoni yetu ni kuhakikisha kwamba elimu hii ya usalama barabarani ikufikie wewe muendesha baisikeli, unaendesha pikipiki, unaendesha gari, unaendesha bajaji, kufuata sheria za usalama barabarani pasipo kujali kwamba huyu ni nani barabarani. Kwa hiyo tukifuata sheria hizi za usalama barabarani, tunaamini kwa 90% tutakuwa tumeepukana na ajali za barabarani. Na leo sasa tunaweza tukasema kwamba Ijumaa tunaanza weekend. Kwa hiyo wale wote ambao wanaendesha vyombo vya moto ni kuwa makini muda wote wanapotumia barabara na vyombo vyao vya moto. Haijalishi kwamba wewe ni mtembea kwa miguu, kama umeenda sehemu za starehe, kwa maana umeenda klabu, umeenda pubu kuenjoy ama kufurahia maisha, hakikisha basi unaporudi nyumbani kwa kutumia mguu hivyo kurudi nyumbani, hakikisha kwamba na wewe unajilinda. Kwa maana usitembee katikati ya barabara. Mwingine leo anaanza kutembea katikati ya barabara ama anayumba. Unaweza ukapelekea wewe kufanyaje? Kugongwa ama kusababisha ajali. Kwa hiyo tuepukane na mihemko ambayo inaweza katupelekea kwamba weekend imeanza bwana, naenda klabu, naenda kufanyaje, naenda kufurahia, unakunywa, unapitiliza, unashindwa kufahamu sheria zipi wewe barabarani unatakiwa kuzifuata na kuziepuka ili kuepukana na ajali za barabarani. Sawa, nikushukuru sana. Nikushukuru sana wewe bwana Tobias. Sawa, naam, mtazamaji wa Gift Online TV, nilikuwa naye Koplo Yohana hapa, amepata kutueleza kinaga ubaga kuhusiana na swala zima la uendeshaji wa baskeli. Nadhani utakuwa umepata elimu kuhusiana na masuala mazima ya uendeshaji wa baskeli. Kwa utakuwa umepata elimu kwamba ukitoka nyumbani unatoka vipi, unapita upande gani, basi na mambo yanakuwa mazuri. Lakini miongoni pia mwa jambo ambalo tumeweza kulifahamu kuhusiana pia na masuala ya mabasi ya njano, kwamba ukiona basi la njano ujue lipo katika hatua ya umri wa utoto. Kwa hiyo hata mimi nimeweza kufahamu hilo kwa siku hii ya leo, jambo ambalo nilikuwa najiuliza kila mara ni lini au ni vipi nitafahamu, basi nimeweza kufahamu kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo endelea kuchukua tahadhari pale unapoendesha chombo cha moto, lakini hakikisha kwamba unapoendesha chombo cha moto usitumie kilevi cha aina yoyote ili kuweza kufika eneo husika kwa wakati sahihi. Jina langu ni Tobias Kisima, nilikuwa naye Koplo Yohana. Nikutakie siku njema na weekend njema. Bye bye.